pamoja nasi. Naam. Umekamilishwa kabisa. Umekamilishwa katika pendo. Ona hivyo siku zote kwamba nimekamilishwa katika pendo lake Baba. The love of the Father, upendo wa Baba umemiminwa kwa wingi kabisa ndani yako, kwa huyo Roho aliyekukalia ndani yako. Hakuna siku ambayo hilo pendo la Mungu litapunguka au litaongezeka ndani yako. Limekamilika kabisa. Litaongezeka tu katika ufahamu wako. Naam. Jitiishe katika hilo neno lake, neno la pendo lake, lenye uwezo wa kukufanya kujitiisha katika hilo pendo lililomiminwa kwa wingi kwa huyo Roho anayekukalia ndani yako. Umejaa na pendo. Umejaa na pendo. Umejaa na pendo lote la Baba ndani yako. Amen. Siku leo tutakuwa tukiendelea tena kujifunza neno la Mungu. Ni muhimu sana kujifunza neno lake. Neno lake linaendelea kutuonesha jinsi Mwokozi alivyo. Hatimaye tunaanza kujiona katika picha ya Mwokozi. Tunaanza kujiona kama vile Mwokozi anavyotuona sisi katika neno lake. So tunapoendelea kujifunza, natakiwa kuendelea kuweka umakini wangu katika kulisikiliza hilo neno la Mungu na kuandika kile ninachokisikia, kile ninachokielewa. Wakati mtumishi wa Mungu akiwa anaendelea kusema, Baba, ninakushukuru siku ya leo. Umetupa nafasi nyingine tena kwamba tuweze kusikia neno lako, tuweze kujengwa katika neno lako. Asante kwa sababu ni siku ambayo fahamu zetu zinapokea nia ya Kristo. Fahamu zetu zinajengwa, zinakamilishwa katika neno lako. Tunaimarishwa, tunajengwa siku ya leo. Ninakushukuru Baba kwa sababu hatutakuwa kama tulivyokuwa mwanzo. Tutaongezeka siku ya leo. Tutaimarika siku ya leo. Fahamu zetu zitanolewa kwa neno lako. Zitachongwa, zitatakaswa kwa neno lako litakalokuwa likiachiliwa siku ya leo. Tunalisema neno lako katika usahihi pasipo makosa yoyote. Tunalipokea neno lako kwa shukrani nyingi na kwa mashangilio mengi, katika jina la Yesu. Amen. Okay, tumekuwa tukiendelea kujifunza somo letu, mtiririko wetu ambao specifically ni kuendelea kujua ukombozi, kuendelea kujua wokovu. Tumeendelea kujifunza kuhusu ukombozi wake na waliokombolewa. Kwa tunaendelea kuangalia kazi ya Mungu ambayo ni kumkomboa mwanadamu. Tumeendelea kuona kwamba ukombozi au wokovu sio wazo la Mungu baada ya mwanadamu kutenda dhambi. Hapana. Ni wazo la Mungu kabla ya mwanadamu kutenda dhambi. Mwanadamu alikuwa anahitaji ukombozi. Mwanadamu alikuwa anahitaji wokovu. Hata kama asingekuwa ametenda dhambi, bado alikuwa anahitaji wokovu. Okay. Tutaendelea, twende kwenye mistari yetu ile katika kitabu cha Timotheo wa kwanza ile sura ya 2 mstari wa 1.
Basi kabla ya mambo yote, nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Kwa Mtume Paulo anamwambia Timotheo kuomba kwa ajili ya watu ni jambo la muhimu sana. Ni jambo la muhimu sana. Maombi yanaweza yakasababisha kukatokea na utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Azma hili ni zuri, nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu. So utulivu na amani vinaweza kutokea kwa sababu wokovu unaweza kutokea. Katika yale maombi tunayaomba, tunasababisha au tunafanya ushirika na Mungu aliye Mwokozi, ili kwamba injili au habari njema ipate mpenyo katika mioyo ya watu. Mioyo ya watu inapopokea injili, inapopokea wokovu, basi kutakuwa na urahisi, au injili inapopata nafasi, inapopata mpenyo, injili inaleta utulivu na amani. Inaleta utulivu na amani. Kwa anasema hili ni zuri, nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe. Kwa hiyo Mungu, nimekuwa nikisema mara nyingi, Mungu ni Mwokozi au Mungu ni mkombozi. Yeye hatoi chochote kile ambacho hakifanani na yeye. Mungu anatoa wokovu au Mungu anatoa ukombozi. Anataka watu wote waokolewe, maana hivyo ndivyo alivyo. Anataka watu wote waokolewe. Mungu hataki watu wafe katika dhambi. Mungu hajawahi kufikiri watu wafe kwa sababu ya hofu ya mauti. Mungu hafurahishwi na kifo chake kwenye dhambi. Mungu anataka watu waokolewe kwa sababu yeye ni Mwokozi. Mungu ni Mwokozi. Kwa kuwa ni Mwokozi, kile anachokitaka kiwatokee wanadamu ni kwamba wanadamu waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Kweli gani? Kweli kuhusu wokovu, kweli kuhusu ukombozi. Kwa anasema, kwa mtu akiokolewa haishii hapo, anatakiwa kuendelea kupata muendelezo wa kujifunza kuhusu ukweli. Sawa sawa. Anasema kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu. Kwa hiyo Mungu ni mpatanishi. Mungu ni mpatanishi. Amekuwaje mpatanishi katika ubinadamu? Sio hivyo? Mwanadamu Kristo Yesu, yeye ni mpatanishi. Maana yake ameondoa kiambaza, ameondoa kitu ambacho kilikuwa kinamfanya mwanadamu kumuona Mungu, kujiona kwamba Mungu ni adui yake, au Mungu yuko mbali sana na yeye, au Mungu hawezi kuchangamana naye. Kama watu wanavyosema kwamba Mungu hakai mahali pachafu. Mungu hakai mahali pachafu. Kwa hiyo kwa mantiki ya watu wengi wanasema kwamba mtu ajitakase kwanza, then akijitakasa ndio Mungu aweze kukaa mahali paliposafishwa. Lakini tukiona maandiko yanatuonesha ni Mungu atakasaye, ni Mungu asafishaye mahali pachafu ili aweze kukaa hapa. Si sawa?
Kwa Mungu anaingia mahali pachafu, anapasafisha, anakaa hapo. Kwa anasemaje? Okay, anasema hili ni zuri, okay, nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Kwa sababu Mungu ni mmoja, na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu. Kwa hiyo Mungu ni mpatanishi, ni Mwokozi, maana yake ni mpatanishi. Yeye anafanya kazi ya kumpatanisha mwanadamu na Mungu. Maana yake aliyekuwa na changamoto hapa sio Mungu. Aliye na changamoto ni mwanadamu. Mwanadamu ndiye aliye na changamoto. Mungu hana changamoto yoyote. Mwanadamu ndiye aliyetengeneza mazingira, aliyejitengenezea mazingira kumuona Mungu ni adui yake. Mungu anamkasirikia. Mungu hasira yake inawaka juu ya wenye dhambi. Mungu anawachukia wenye dhambi. Kwa hiyo mwanadamu amekuwa na mtazamo huo kwamba Mungu ni adui. Kwa mwanadamu akatengeneza na baadhi ya statements, baadhi ya sentences, akasema kwamba Mungu dhambi, unakuta maneno kwamba dhambi imemfanya Mungu anikimbie. Maana badala ya kusema kwamba dhambi imenifanya mimi nimkimbie nani? Mungu. Nimuone kwamba Mungu ni adui yangu. Sawa sawa. So Mungu, kwa kuwa Mungu hana uadui na mwanadamu, yeye anafanya nini? Yeye anampatanisha mwanadamu na yeye mwenyewe. Kwa yeye ni Mwokozi, anampatanisha mwanadamu. Okay, Adamu alihitaji upatanisho. Ndiyo, alihitaji upatanisho. Hata kabla ya kutenda nini? Dhambi. Alihitaji nini? Upatanisho. Upatanisho maana yake alihitaji kulikubali neno la Mungu, apate kuambatana na Mungu siku zote. Lakini Adamu alikataa neno la Mungu, hakuamini. Okay, matokeo yake nini? Matokeo yake inaitwa, tunasema dhambi. Ile dhambi ikatengeneza nini? Ikatengeneza hofu. Anamwambia Mungu kwamba nilikuwa bustanini, nikasikia sauti yako, nikajificha. Adamu tunamuona kwa sababu ya kutenda dhambi, hofu imejengeka. Anamuona Mungu ni adui kwake. Sawa sawa. Okay. Lakini sivyo. Mungu je, alikuwa anamkimbia Adamu? Alikuwa amkimbii. Alikuwa anamfuata Adamu. Kwa sababu Mungu hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Mungu anataka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Angalia, anasema kwamba mstari wa 6, ambaye alijitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote, utakaoshuhudiwa kwa majira yake. Kwa hiyo Mungu alijitoa kuwa ukombozi, alifanyika ukombozi, alifanyika fidia. Ukisema alifanyika ukombozi, okay, maana yake mwanadamu alikuwa ametekwa. Unaona? Mwanadamu alikuwa amefanya nini? Ametekwa. Alikuwa ametekwa. Kwa hiyo Yesu anamlipa yule aliyemteka mwanadamu. Unaona? Anamlipa. Okay. Huko kumlipa ni kwa njia ya mauti. Kumlipa kwenyewe ni nini? Ni kumharibu aliyekuwa na nguvu ya mauti. Nani? Ibilisi. Sawa sawa. Okay. Kwa hiyo neno ukombozi hapa linamaanisha ni kile ambacho kinatolewa ili kukifanya kitu kingine kuwa huru, kukitoa katika mamlaka fulani. Umeona? Kilikuwa kimetekwa, kimewekwa chini ya mamlaka fulani, kimetekwa. Kwa hiyo
mamlaka nyingine inaenda kukiweka huru kile ambacho kilikuwa kimetekwa. Manake hii mamlaka inaenda kukiweka huru kile iko juu zaidi ya ile mamlaka nyingine iliyokiteka kile ambacho kilikuwa kimetekwa. Sawa sawa. Kwa hiyo Mungu ni Mwokozi. Ameonesha kuwa yeye ni mpatanishi, au ameonesha kuwa yeye ni Mwokozi. Alijitoa mwenyewe kwa fidia. Alijitoa mwenyewe kuwa fidia. Okay. Alijitoa mwenyewe kuwa fidia. Angalia Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 15. Okay, tuanzie ule mstari wa 12. Nami namshukuru Kristo Yesu Bwana wetu aliyenitia nguvu, kwa sababu aliniona kuwa mwaminifu akaniweka katika utumishi wake. Ingawa hapo kwanza nalikuwa mtukanaji, mwenye kuuzi watu, mwenye jeuri, lakini nalipata rehema. Okay, kwa hiyo Mungu anafanyeje kwa mtu mtukanaji, kwa mtu mwenye jeuri? Anatoa rehema zake. Umeona? Anatoa nini? Rehema zake. Kwa kuwa anasema nalitenda hivyo kwa ujinga na kwa kutokuwa na imani. Kwa anasema nalitenda hivyo kwa ujinga na kwa kutokuwa na imani. Na rehema ya Bwana wetu ilizidi pamoja na imani na pendo lililo katika Kristo Yesu. Angalia mstari wa 15. Ni neno la kuaminiwa, tena la stahili kukubalika kabisa, ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi, ambao wa kwanza wao ni mimi. Kwa hiyo nini Yesu alikuja ulimwenguni? Okay, Yesu alikuja kufanya kitu gani? Yesu alikuja kuwaokoa wenye dhambi. Okay, alikuja kuwaharibu wenye dhambi? Hapana. Alikuja kuwaua wenye dhambi? Hapana. Alikuja kuwaua wachawi? Hapana. Alikuja kuwaokoa wenye dhambi. Okay, mwenye dhambi ni mtu gani? Ni mtu asiye na imani. Ni mtu mjinga, ni mtu asiye na imani. Ni mtu aliyekosa uelewa sahihi kuhusu Mungu ya kwamba ni Mwokozi. Sasa kwa hiyo mwenye dhambi katika mazingira haya Mtume Paulo anatuonesha ni mtu asiye na imani. Ni mtu ambaye ni mjinga, hana elimu sahihi kuhusu Mungu, kwamba Mungu ni Mungu asiye waharibu wenye dhambi. Kwa injili yetu tunaihubirije? Tunawaambia watu kwamba Mungu hawaharibu wenye dhambi. Mungu ni Mwokozi, alikuja kuwaokoa wenye dhambi. Kristo Yesu alikuja ulimwenguni. Alikuja ulimwenguni ili aokoe wenye dhambi. Okay, kwa hiyo ulimwenguni ni wapi? Wenye dhambi. Sawa sawa? Ulimwenguni ni wapi? Ni wenye dhambi. So alikuja kwa wenye dhambi. Alikuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi. Sawa sawa? Okay. Kwa hawa wenye dhambi ni watu gani? Ni watu wasio na imani. Ni watu wasio na imani. Imani gani? Imani ya kwamba Mungu ni Mwokozi, ya kwamba Yesu Kristo ni Mwokozi. Yesu na Mungu sio watu wawili tofauti. Ukisema Mungu ni Mwokozi, ukisema Yesu ni Mwokozi, unasema kitu kile kile. Kwa hiyo wenye dhambi ni watu gani? Ni watu wasio na imani. Watu wasio na imani gani? Imani ya Yesu Kristo.
imani ya Mwokozi, ya kwamba Mungu ni Mwokozi. Mungu sio mharibifu, haui wanadamu, haribu wanadamu, hawateketezi wenye dhambi, hachinji. Mungu haibi. Mungu afanyi uharibifu kwa binadamu, hawezi kumharibu mwanadamu. Mungu ni Mwokozi. Sawa sawa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuona hapa, kuona hivyo. Angalia, lakini kwa ajili hii nalipata rehema, mstari 16, ili katika mimi wa kwanza Yesu Kristo audhihirishe uvumilivu wake. Uvumilivu wa Mungu ni kuwaokoa wenye dhambi, kuwaokoa watu wasio na nini, na imani. Sawa sawa. Kwa hiyo anasema ili Yesu Kristo au Mungu audhihirishe uvumilivu wake wote, niwe kielelezo kwa wale watakaomwamini baadaye, wapate uzima wa milele. You see that? So, kwa hiyo uvumilivu wa Mungu uko katika kuokoa wasio na wenye dhambi. Si sawa? Kwa hiyo mtu asiye na imani ipi? Imani na Mungu. Imani ya Mungu kwamba Mungu ni Mwokozi wetu, kwamba Yesu Kristo alikuja ulimwenguni kuwaokoa wenye dhambi. Alikuja kwa wenye dhambi ili awaokoe hao wenye dhambi. Kwa hiyo kwa Mtume Paulo anasemaje? Anasema lakini kwa ajili hii, kwa sababu nilikuwa sina imani, nalipata rehema. Nilikuwa mwenye dhambi, nalipata rehema ili katika mimi wa kwanza. Sawa sawa. Anasema katika mimi wa kwanza Yesu Kristo auzilishe uvumilivu wake wote. So uvumilivu wa Yesu ni nini? Ni wokovu, ni kuwaokoa wanadamu, wenye dhambi. Kwa anasema kwamba auzilishe uvumilivu wake, niwe kielelezo kwa wale watakaomwamini baadaye, wapate uzima wa milele. Kwa kuna watu wanajaribu kusema Mungu anawachukia wenye dhambi. Kuna watu wanasema hivyo. Mungu anachukia ni kwa sababu ya uasherati. No. Mungu hamchukii mwanadamu kwa sababu ya dhambi. Mungu hamchukii mwenye dhambi. Mtume Paulo anatuonesha kwamba Mungu aliuonesha uvumilivu wake. Paulo alikuwa ni mtu asiye na imani, lakini Mungu aliuonesha uvumilivu wake, akampa wokovu, ili kwamba kupitia Paulo aliokolewa, yeye akapate kuwa kielelezo kwa wale watakaomwamini Yesu, baadaye wapate uzima wa milele. So uzima wa milele ni wokovu, si sawa? Uzima wa milele ni ukombozi, si sawa? Tuko pamoja? Sasa. So kwa hiyo Mungu hafanyi chochote tofauti na jinsi alivyo. Sawa? Yeye ni Mwokozi, yeye ni mkombozi. Isaya anasema Bwana Mungu wako, mkombozi wa Israeli. Unaona? Ndiye akufundishaye upate faida, anayekuonesha njia ya kuiendea. Na Isaya anatuonesha hiyo njia ya kuiendea. Njia ya Bwana ni njia ya wokovu wa milele, ni njia ya ukombozi wa milele. Sawa sawa? Kwa hiyo Kristo Yesu alikuja ulimwenguni ili awaokoe wenye dhambi. Kwa hiyo hakuja kuharibu wenye dhambi,
alikuja kuwaokoa wenye dhambi. Kwa hiyo tunaona tukisoma ile Warumi sura ya 5 mstari wa 12, anasema kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hiyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wamefanya dhambi. Paulo anatuambiaje? Anatuonesha dhambi ni kutokuwa na nini? Na imani. Kwa Kristo Yesu alikuja ulimwenguni kuwaokoa wenye dhambi. Ni watu gani? Ni watu wasio na imani. Imani kuhusu nini? Imani kuhusu Mungu, kwamba ni Mungu aokoaye, ni Mungu atiaye uzima wa milele, ni Mungu akomboaye, ni Mungu asiyeharibu, ni Mungu asiyeua wanadamu, ni Mungu anayewaokoa wanadamu wasio na imani. Maana anawapa imani, si sawa? Kwanza kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. So dhambi gani iliingia ulimwenguni? Kutokuwa na imani, sio hivyo? So kwa mtu mmoja kutokuwa na imani kuliingia ulimwenguni, si sawa? Kwa sababu mwanadamu hakulisikia neno la Mungu, hakuliamini neno. Alma, na kwa dhambi hiyo mauti. Kwa hiyo dhambi ikatokea spiritual death, kifo cha kiroho. Unaona? Kwa hiyo ili mtu afe kiroho inategemea uchaguzi anaofanya, si sawa? Yaani ili mtu asiye na imani, sawa? Mtu ambaye hajasikia Injili, mtu asiye na imani, sawa? Akisikia imani, akisikia Injili, sawa? Akikubali Injili, maana yake huyu mtu hayupo katika kifo, sio hivyo? Cha kiroho, sawa? Lakini huyu mtu akisikia Injili akaikataa Injili, matokeo yake ni nini? Ni spiritual death, ni kifo cha nini? Cha kiroho. Kwa hiyo utaona kwamba nafsi ya mtu au nia ya mtu, utashi wa mtu ndio unaopeleka, unaosababisha au unaleta, baada ya mtu kusikia Injili, ndio kwa ule utashi wa mtu ndio unaoweza ukamfanya mtu kulingana na uchaguzi wake akafa milele, sio hivyo? Au akaishi milele, si sawa? So anasema kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti. Kwa dhambi ilileta nini? Dhambi ilileta mauti ya roho, sio hivyo? Anasema na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. So dhambi iliwafikia watu wote. Watu wa namna gani? Watu waliofanya nini? Dhambi. Sawa? Ukiangalia neno dhambi kwenye lugha ya Kigiriki ni neno ambalo lina maana ya to miss a mark. Sawa? Maana yake unakosa shabaha. To miss a mark, unakosa shabaha. Unaona? Unakosa shabaha. Unakataa kushirikiana. Unaona? Unakataa sharing. Kwa dhambi iliingia ulimwenguni kwa mtu mmoja. Mtu mmoja ndiye aliyesababisha dhambi ikaingia ulimwenguni. Hiyo dhambi ikaleta mauti, ikawafikia wote. Hiyo mauti ikawafikia wote waliofanya dhambi. Waliofanya dhambi inayofanana na yule mtu, sio hivyo? Dhambi iliingia ulimwenguni kupitia nani? Ni mtu mmoja. Huyu mtu anaitwa Adamu. Hiyo dhambi ilileta nini? Mauti ya roho. Sawa? Hivyo hiyo mauti ikawafikia watu gani? Wote waliotenda dhambi inayofanana na huyo mtu aliyesababisha dhambi kuingia ulimwenguni. Kwa dhambi iliingia ulimwenguni kupitia mtu. So ikawafikia watu wote. So ulimwenguni ni watu, sio hivyo? Watu wote, sawa? Kwa tukisema dhambi iliingia ulimwenguni tunamaanisha dhambi iliingia kwa watu wote, sio hivyo?
wote wanaofanya dhambi, waliofanya dhambi fananayo sana mauti iliwafikia watu wote. Iliwafikia watu wote. Watu gani? Ni ulimwengu. Ulimwengu gani? Ulimwengu wa wote waliotenda dhambi ifananayo na yule mtu aliyeingiza dhambi katikati ya watu. Kwa dhambi iliingia ulimwenguni kupitia mtu. Sawa sawa? Okay. Kwa dhambi ilileta nini? Mauti ya roho. Hiyo mauti ikafikia watu gani? Wote waliotenda dhambi ifananayo na mtu. Huyo mtu aliyesababisha dhambi kuingia ulimwenguni, huyo mtu nani? Ni Adamu. So Adamu alitenda dhambi gani? Hakulisikia neno la Mungu. Hakuweka umakini wake katika neno. Akalikataa neno. Hakuliamini neno la Mungu. Ndicho Paulo anatuambia kwamba nilikuwa mtukanaji kwa sababu ya ujinga na kutokuwa na imani. Angalia. Azama nami namshukuru Kristo Yesu Bwana wetu aliyenitia nguvu, kwa sababu aliniona kuwa mwaminifu akaniweka katika utumishi wake. Angalia, ingawa hapo kwanza nilikuwa mtukanaji, mwenye kuuzi watu, mwenye jeuri, lakini nalipata rehema kwa kuwa nalikuwa hivyo kwa ujinga na kwa kutokuwa na imani. So kuwa mtukanaji maana yake ni kutokuwa na imani. Ndicho kwa anachoonyesha. Kwa alikuwa ni mtu asiye na imani. Kwa hiyo kulikuwa na manifestation, kulikuwa na udhihirisho kwa kuonesha kwamba mtume Paulo sio mtu wa imani. Na imani gani tunayoisema? Ni imani ya Mwokozi Yesu Kristo. Sasa kwa Adamu alitenda dhambi gani? Adamu hakulisikia neno la Mungu, yani hakuliamini neno. Adamu alikataa imani. Adamu alikataa upatanisho. Adamu alikataa wokovu. Adamu alikataa uzima wa milele. Kwa Adamu alichagua mauti. Akachagua kumwona Mungu ni Mungu aletaye mabaya. Ni Mungu aletaye uharibifu. Hallelujah. Angalia, anasemaje? Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja, kwa kuasi kwake mtu, watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi. Kwa hiyo mtu hawe mwenye dhambi kwa kulisi. Unaona? Sio kwa kulisi. Anasema kwa sababu kama kwa mtu, kwa kuasi kwake mtu mmoja. Okay, kuasi, neno kuasi hapa maana yake ni to be in attention. Sawa? Maana yake kutokuweka umakini katika neno la Mungu. Kutokuweka not paying attention to the details. Sasa kwa kuasi, kwa kutokutii, kwa kutokuweka umakini katika neno la Mungu. So kwa sababu kama kwa kuasi, kwa kutokuweka umakini katika kile anachokisema Mungu, kwake mtu huyo mmoja, watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi. So tukisema watu wengi waliingizwa, maana yake ni watu waliofuata ushawishi wa huyo mtu aliyeasi. Sawa sawa? Kwa hiyo okay, kwa hiyo kuasi maana yake sasa ndio tunakuja ni kutokuwa na nini? Na imani. Sio hivyo? Kutokuwa na nini? Na imani. So anasema kadhalika kwa kutii kwake mmoja, nani? Yesu Kristo, watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. It's not automatically. Sio automatically. Sawa sawa? Sio tu pap umeingizwa, ni kwa njia ya kuamini. Sio hivyo? Kwa njia ya kuweka. Okay, kwa hiyo Yesu alipay attention to the details. Mbona? Kwa Yesu alitii, aliyatazama maandiko, aliutazama mpango wa Mungu jinsi ulivyo, akautekeleza mpango wa Mungu kama ulivyo. So kwa sababu Adamu wa kwanza hakupay attention to the details, hakuweka umakini katika neno la Mungu, hakulisikia neno la Mungu, hakuamini neno la Mungu, watu wengi wengine waliofuata ushawishi wa huyo waliingia katika hali ya wenye dhambi. Si sawa? Sawa.
Kadhalika kwa kutii kwake Yesu, watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. So kwa kuasi kwake mtu mmoja, watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi. Hawa ni watu gani? Ni watu wote waliofuata ushawishi wa mtu ambaye aliingiza dhambi ulimwenguni. Ni watu wote waliofuata ushawishi wa Adamu, wamefuata elimu ya uongo. Adamu alipokea elimu ya uongo. Adamu alikuwa anajua elimu ya kweli, akaikataa, akaikubali elimu ya uongo. Sawa sawa? Elimu ya uongo kuhusu nini? Kuhusu Mungu. Okay, hawa ni watu gani ambao wameingia katika hali ya wenye dhambi? Ni wote waliofuata ushawishi wa Adamu. Yaani kutokulisikia au kutokuweka umakini katika neno la Mungu. Yaani kutokuliamini neno la Mungu ili liwape ukombozi, yaani uzima wa milele. Angalia Yesu alichokisema katika Yohana 5:24. Amini amini nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Kwa Yesu anasema yeye alisikiaye neno langu. Okay, kwa hiyo Adamu hakufanya nini? Hakulisikia neno la Mungu, si ndivyo? Okay, yeye alisikia neno langu, yani kumwamini yeye aliyenipeleka. So anayesikia neno manake ni mtu anayeamini. Okay, imani ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Yesu Kristo. Kwa hiyo anasemaje? Anasema amini nawaambia, yeye alisikia neno la Mungu. Kwa Adamu hakufanya nini? Hakulisikia neno la Mungu, sio? Hakulisikia. Kulisikia hapa ni kulitendea kazi neno la Mungu. Kulisikia hapa ni kuamini katika hilo neno, ni kulikubali hilo neno la Mungu, ni kutokuwa na doubt, ni kutokuwa na wasiwasi, ni kutokupokea elimu nyingine inayoenda kinyume na neno la Mungu. Sawa sawa? So Adamu hakulipokea neno. Adamu hakuliamini neno la Mungu. Ni kama leo hii watu wanaweza wakalikataa neno la Mungu. Unaweza ukamweleza mtu habari za wokovu, habari za ukombozi, habari za uzima wa milele, lakini anakataa. Anasema baba, huyu mtu anakuwa amefanya nini? Hajaweka umakini katika neno la Mungu, hajaweka usikivu wake wote katika neno la Mungu, hajapay attention to the details, hajaamua kulichukua neno na kulikubali hilo neno. Sawa? Glory to God. Amen. Hallelujah. Amen. Okay. So kwa kutii mtu mmoja, watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye haki. Hawa ni watu gani? Ni watu waliofuata ushawishi wa Yesu. Ushawishi wa Yesu tunauona wapi? Katika ufufuo wake. Sawa? Yaani kuamini katika ufufuo wa Yesu. So waliomfuata Yesu ndio watu walioingizwa katika hali ya wenye haki. Watu walioamini katika ufufuo wa Yesu Kristo. Ni watu waliolitii neno lake. Ni watu walioweka umakini wao katika neno la Mungu. Hallelujah. Glory to God. Amen. Ni watu walioweka umakini wao, waliolichukua neno. Watu ambao hawajalizalau neno. Watu ambao wamekataa kulizalau neno la Mungu. Sawa sawa? Yeah. Ni watu ambao wamekataa kulizalau neno la Mungu. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Yeah. Ni watu ambao wamekubali Mungu. Okay. Ni watu ambao wamekataa kutokulitii neno la Mungu. Na
wamekataa kutokulitii neno la Mungu, maana yake wamelitii hilo neno la Mungu. Hawa watu ni mimi na wewe. Yeah. Unafanyaje unapolisikia neno la Mungu? Unasema yes, wow. Hii ndio kweli ya Mungu. Unalifurahia, unashangilia katika hilo neno. Unasema wow, katika hili neno nimeuishwa, katika hili neno nimepokea uzima wa milele. Haleluya, haleluya. Waebrania sura ya 5 mstari wa 8 na wa 9. Alma na ingawa ni mwana, na ingawa ni mwana, alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata. Kwa Yesu alipata nini? Mateso. Kwa alijifunza kutii, alibaki katika usikivu. Haleluya. Alijifunza kutii, alibaki katika usikivu, alibaki katika kusikia neno. Yesu anasema kwamba lile nilionalo kwa Baba, nilisikialo kwa Baba, ndilo ninalolisema. Lile alilotendalo Baba, ndilo nami ninalolitenda. Haleluya. Sasa na ingawa ni mwana, alijifunza kutii. Maana alijifunza kusikia, alijifunza kuweka umakini wake katika neno la Mungu. Sasa kuweka umakini wake katika neno la Mungu, kuweka usikivu wake wote. Kwa Yesu alikuwa akilisikia neno, akitii neno, akipay attention to the details. Sasa okay. Sasa ingawa alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata, naye alipokwisha kukamilishwa. Kwa tunaona Yesu amepay attention to the details. Tunaona Yesu ameweka umakini katika neno lililoandikwa, kwa sababu alikamilishwa. Naye alipokwisha kukamilishwa, kukamilishwa kwake ni resurrection, ni ufufuo. Sasa akawa sababu ya wokovu wa milele. Wokovu wa kitambo gani? Wokovu wa milele. Akawa sababu, akawa mwanzilishi, akawa chanzo cha wokovu wa milele kwa wote wanaomtii. Neno wanamtii hapa, wanaomsikia, wanaoweka umakini wao katika kile alichokifanya, kile alichokisema na kile alichokitenda. Haleluya. Kwa Yesu alipokwisha kukamilishwa, akawa sababu ya wokovu wa milele au ukombozi wa milele kwa wote wanaomsikia, kwa wote wanaoamini. So kumsikia Yesu ni kufanya nini? Ni kuamini kile alichokifanya, kile alichokitenda. Yesu amekamilishwa katika ufufuo wake. Alipata mateso, ingawa ni mwana, alijifunza kutia, kuwa msikivu katika mateso yaliyompata, kuweka attention yake. Alizalau aibu kwa sababu alikuwa anajua kwamba yeye ni mshindi. Haleluya, haleluya. So akuangalia information zingine, hakusikiliza information nyingine. Adamu alifanya nini? Adamu alisikia information zingine, akaziamini information zingine. Lakini Yesu, unadhani Yesu hakusikia information zingine? Alisikia, lakini Yesu aliweka attention yake. Yesu aliweka usikivu wake. Yesu alibaki katika lile neno lililoandikwa. Alibaki katika uaminifu wa Mungu. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Okay. Kwa aliweka usikivu wake katika neno la Mungu, akakamilishwa katika ufufuo wake. Hallelujah. Akawa sababu ya wokovu wa milele kwa wote, kwa watu wote wanaomtii. Okay. Kwa watu wote wanaomtii
ni watu wote walioingizwa katika hali ya wenye haki. Sawa. Okay. So sababu kwa tunaona dhambi aliyotenda Adamu ilileta nini? Ilileta mauti. Ilileta hofu ya nini? Ya mauti. Sawa. Hofu ya mauti nayo ikaleta kifungo kinachoitwa mauti. Mwanzo wa Ibrania anatuonyesha hicho kitu. Sawa. Kwa dhambi aliyotenda Adamu ilikuwa ni matokeo ya kusikia sauti nyingine, yaani sauti ya Ibilisi. Adamu alisikia udanganyifu na alikuwa anajua kabisa ni udanganyifu, lakini akaukubali udanganyifu. Hallelujah. Glory to God. Kwa nyingine alisikia, nilikuwa ni matokeo ya kusikia sauti nyingine, yaani sauti ya Ibilisi. Ibilisi maana yake nini? Maana yake apotoshaye taarifa sahihi ya Mungu. Ibilisi tunasema slenderla. Tunasema ni yeye anasema tofauti na Mungu. Ndio maana pale ukisoma anasema ukisoma Mwanzo 3 anasema na nyoka the serpent alikuwa ni mnyama mwelevu. Neno mwelevu pale ni mdanganyifu. Sasa misinformer ni mtu anayetoa taarifa ambayo si taarifa, ni taarifa inayo contradict taarifa sahihi. Okay. Kwa hiyo Adamu hakuzingatia sauti ya Mungu, bali alizingatia sauti ya Ibilisi. Kwa hakupay attention katika neno la Mungu. Adamu hakulizingatia neno la Mungu, akazingatia sauti ya Ibilisi. Hallelujah. Okay. Bali alizingatia sauti ya Ibilisi, akawa ametenda dhambi. Dhambi hiyo ikaleta hofu ya mauti. Ikaleta hofu. Adamu akaanza kumkimbia Mungu, akiona Mungu ni muuaji, Mungu ni mharibifu. Adamu hamuoni tena Mungu kuwa ni mwokozi. Adamu hamuoni tena Mungu kuwa ni Mungu atiaye uzima wa milele. Ni Mungu atoaye uzima wa milele. Anamuona ni Mungu mharibifu. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Kwa hiyo dhambi ikaleta hofu ya mauti. Hiyo hofu ya mauti sasa matokeo yake nini? Ni mauti, sio? Okay, asema na wote waliofanya dhambi ilinganayo na hiyo ya Adamu ya kutokuliamini neno, kutokulitii neno, wako mautini. Angalia Waebrania 2 mstari wa 14 na mstari wa 15. Angalia. Anasema basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili. Kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki hayo ili kwa njia ya mauti, kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu ya mauti, yani Ibilisi. Kwa tunaona Adamu alisikia sauti nyingine, sio? Matokeo yake akaingia mautini, sio? So mwenye nguvu ya mauti ni nani? Ni Ibilisi. Ni ile information ya uongo. Sawa? Ni ile taarifa ikinzanayo na Mungu, sio? Okay, kwa hiyo Yesu alifanya nini? Kwa njia ya mauti. Kwa njia nini?
ya mauti alifanya nini? Alimwharibu yeye aliyekuwa na nguvu ya mauti, yani Ibilisi. So nguvu ya mauti ni nani? Ni Ibilisi. Sio hivyo? Ni Ibilisi. Ibilisi ni neno Ibilisi kwa lugha ya Greek inaitwa diabolos. Diabolos maana yake ni slanderer. Maana yake ni misinformer. Ana contradict the information. Anaenda kinyume na information. Anatoa taarifa isiyo sahihi, isiyo kamili. Actually Ibilisi anatumia neno la Mungu. Sawa? Anatumia neno lililoandikwa anatumia neno la Mungu kuharibu tabia ya Mungu. Sawa sawa? Kuchafua tabia ya nani? Ya Mungu. So Adamu akaanza kumwona Mungu ni mwema na ni mbaya. Mungu ni Mungu auaye. Ni Mungu auaye. Baada ya kusikia taarifa nyingine. So Yesu amefanya nini? Yesu amemharibu yeye aliye kuwa na nguvu ya mauti, yani Ibilisi. Ndio topic ya siku ya leo, kwamba Mwokozi ameshinda dhambi na mauti, nafasi yetu, kwa ajili yetu, katika series yetu. Mwokozi ameshinda nafasi, ameshinda dhambi na mauti, nafasi yetu au kwa ajili yetu. Haleluya. Kwa Yesu amemharibu Ibilisi. Amemharibu aliyekuwa na nguvu ya mauti, Ibilisi. Anasema awaache huru. So kumharibu, amemharibu kwa namna gani? Kwa njia ya mauti. Awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Kwa hiyo utumwa hapa ni nini? Utumwa hapa ni mauti. Haleluya. So ni nani alikuwa na nguvu ya mauti? Ibilisi. Yesu amemfanya nini Ibilisi? Amemharibu. Neno amemharibu manake amemfanya hana maana. He rendered the devil useless. Hana nguvu. He has paralyzed him. Kwa hiyo Ibilisi hana mbinu mpya. Mbinu yake ni ile ile, udanganyifu. Sawa sawa? Sasa Yesu amemharibu aliyekuwa na nguvu ya mauti, yani Ibilisi. Nguvu ya mauti ni udanganyifu. Sawa sawa? Okay, kwa hiyo Yesu amefanya nini? Amemharibu huyo. Kwa ameshinda kwa ajili yetu. Kwa mauti ya Yesu ina faida, kwa sababu kwa njia ya mauti he destroyed. Amemfanya Ibilisi hana maana. Katika mauti yake ametupa imani, ametupa akili. Yesu ametupa akili. Ametupa akili njema kwamba nimeshamharibu nani? Ibilisi. Nimeharibu mauti. Haleluya. Nimeharibu dhambi, kilichokuwa kinamtesa mwanadamu, kilicholeta hofu ya mauti kwa mwanadamu. Nimekiharibu pamoja na hayo madhara yake, pamoja na hiyo mauti nimeharibu. Haleluya. Kwa hiyo tunapoenda kuhubiri tunafanya nini? Tunapoenda kuhubiri tunaelezea kwamba jamani, Yesu ameshaondoa dhambi na mauti. Yesu ameshinda tayari. Ameshinda nafasi yetu. Ameondoa udanganyifu wa Ibilisi. Haleluya. Ameshinda. Ile udanganyifu wa Ibilisi ni hofu ya mauti. Haleluya. Ameuondoa huo. Glory to God. Kwa hiyo kumharibu Ibilisi matokeo yake ni nini? Ni uhuru wa wote walio katika kifungo. Kifungo hicho ni nini? Ni mauti. Sasa ni mauti.
ni mauti. Dhambi na mauti. Kwa hiyo waliokuwa katika kifungo, hicho kifungo ni dhambi pamoja na mauti, pamoja na matokeo yake. Sawa sawa? Matokeo yake ni nini? Ni mauti, kwa sababu ya hofu ya mauti iliyotengenezwa. Okay. Kwa hiyo kumharibu ibilisi, matokeo yake ni nini? Ni uhuru. Ni uhuru wa wote waliokuwa katika kifungo. Sawa? Ya. Kifungo cha nini? Cha mauti. Sawa? Kwa sababu ya nini? Ya hofu ya nini? Ya mauti. Sawa sawa? Iliyotengenezwa nini? Na dhambi. Sawa sawa? Ya. Kwa hiyo dhambi na matokeo yake ni kifungo kwa mwanadamu. Sawa sawa? Imekuwa ni kifungo kwa nani? Kwa mwanadamu. Mwanadamu amekuwa akiishi kwa hofu. Haleluya. Kwa hiyo Yesu amefanya nini? Ameondoa hiyo hofu. Ameondoa dhambi. Ameondoa hofu ya mauti. Ameondoa mauti. Haleluya. Ya. Kwa namna gani Yesu amemharibu? Ameharibu nguvu ya mauti kwa njia ya mauti yake. Kwa njia ya mauti yake. Ufufuo wake ni uthibitisho kwamba ameshamharibu aliyekuwa na nguvu ya mauti, yaani ibilisi. So tukisema ameharibu nguvu ya mauti, tunamaanisha nini? Tunamaanisha ameleta uhuru kwa waliokuwa chini ya mauti, chini ya kifungo cha dhambi kilicholetwa kwa hofu ya mauti kupitia dhambi. Haleluya. Haleluya. Angalia Yohana 3. Wala kwanza Yohana sura ya 3 mstari wa 8. Atendaye dhambi ni wa ibilisi. Atendaye dhambi. Okay, anaposema atendaye dhambi ni wa ibilisi. Atendaye dhambi ni wa ibilisi. Mtume Yohana anazungumza kitu gani? Ni yule asiyeamini. Sasa ni yule asiyeamini. Ni yule asiyeweka umakini wake katika neno la Mungu, asiyelikubali neno la Mungu. Glory to God. Hallelujah. Ya. Ni yule anayelifanya neno la Mungu kuwa halina maana. Ni yule asikilizaye udanganyifu wa ibilisi. Hallelujah. Ya. Atendaye dhambi ni wa ibilisi. Maona? Kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. So dhambi anayotenda ibilisi tangu mwanzo ni dhambi gani? Udanganyifu, sio hivyo? Okay. Kwa hiyo atendaye dhambi ni amedanganywa, ni wa ibilisi. Sawa sawa? Ni wa ibilisi. Kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alizilishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Unaona? Alizilishwa ili afanye nini? Ili azivunje kazi za ibilisi. Azifanye kazi za ibilisi zisiwe na maana tena. Haleluya. Kwa kusudi, kwa sababu atendaye dhambi ni wa ibilisi. Kwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa sababu hiyo Yesu mwana wa Mungu alizilishwa azivunje kazi za ibilisi. Kwa amevunja kazi za nani? Za ibilisi. Sasa amevunjaje? Kwa njia ya nini? Ya mauti. Kwa njia ya nini? Ya mauti. So Yesu ameshashinda kwa ajili yetu hakika. Ameshinda Yesu kwa ajili yetu. Mtume Paulo anasemaje katika ile Wakorintho wa kwanza? Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 21. Anasema yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Glory to God. Angalia twende Wakorintho wa kwanza sura ya 15. Mstari wa 3 na 4. Anasema na ule mstari wa 7. Kwa maana niliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu
Kwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi za nani? Okay, dhambi zetu. Mtume Paulo anatueleza dhambi zetu ni nini? Ni kutokuwa na nini? Na imani. Si sawa? Kutokuwa na nini? Na imani. So Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kufa kwa Yesu ni kutuletea uelewa, kutuletea akili njema. Sawa? Kutuonesha kwamba Mungu anahitaji tupokee imani. Kwa alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Ni sana mtume na aliandika katika Waebrania anavyosema kwamba Kristo alimwalibu yeye aliyekuwa na nguvu ya mauti, yani Ibilisi, kwa njia ya nini? Ya mauti. So Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko. Sasa okay. Anasema na ya kuwa alizikwa na ya kuwa alifufuka siku ya tatu kama yanenavyo maandiko. So Kristo alizikwa, alikufa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu kama yanenavyo nini? Maandiko. Angalia 17. Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, mngalimo katika dhambi zenu. Umeona? Manake hapa anasema kama alifufuka, imani yetu sio bure, hatumo katika dhambi zetu. So manake nini? Manake kuwa katika dhambi ni kutokuwa na imani. Manake your faith to be in vain, manake uko katika dhambi. Imani yako, actually imani bure manake ni kutokuwa na imani. Sio hivyo? Okay, kutokuwa na imani manake ni kuwa katika dhambi zako. So Kristo Yesu alifufuka. Kwa sababu hiyo sisi tumeamini. Sio hivyo? Imani yetu sio bure. So kwa kuwa tuna imani, hatumo katika dhambi zetu. So we are not in sin. Hatuko katika kutokuamini. We will never be there. Hakuna siku tutakuwa hapo. Hakuna siku tutakuwa watu wasio na imani. No. Okay, unaweza ukatembea kama mtu asiye na imani. Inawezekana mtu akatembea kama mtu asiye na imani. Sawa? Lakini sio kwa maana imani. Inawezekana mtu asitembee katika uhalisia wake, lakini sio kwamba hana huo uhalisia. Je, neno la Mungu linakutaka utembee katika uhalisia usio wa kwako? Hapana. Neno la Mungu linakutaka utembee katika uhalisia wa kwako. Hallelujah. Glory to God. Okay. Kwa hiyo hatumo dhambini kwa sababu tunayo imani. Imani yetu ni nini? Imani yetu ni ufufuo wa Yesu Kristo. So our faith is resurrection of Jesus. Imani yetu ni ufufuo wa Yesu Kristo. So Kristo alimwalibu yeye aliyekuwa na nguvu ya mauti. Nani? Ibilisi. Maana yake alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanavyonena maandiko. Na yakuwa alizikwa, na yakuwa alifufuka kutoka kwa wafu. So ushahidi kwamba hatumo dhambini kwa sababu tunayo imani ni ya kwamba Kristo alifufuka kutoka kwa wafu. So our gospel is about the resurrection of Jesus. Kwamba Yesu alifufuka katika mwili. Alionekana na wale ndugu 500 walimuona. Alifufuka kutoka kwa wafu. Sasa na actually sio hivyo tu. Na wale ndugu wazee wa imani wa Agano la Kale. Sasa walionekana pamoja na Yesu Kristo. Na Mungu sinatuonesha hiyo. Yeah. Kwa hiyo imani yetu ni katika ufufuo wa Yesu Kristo. So tuna imani katika Kristo Yesu. Kwa hiyo hatumo dhambini tena. Hatumo katika dhambi. So hatumo katika kutokuamini. Glory to God. Hallelujah. Glory to Jesus.
So Kristo ameshinda kwa ajili yetu. Ameiaibisha dhambi na mauti. Haleluya. Ameiaibisha. Ibilisi ameaibika. Tumehamishwa kutoka katika giza. Tulikuwa katika giza ya mauti. Tulikuwa katika giza ya dhambi. Sasa hatumo tena. Haleluya. Kristo ametuhamisha kabisa. Glory to God. Glory to God. Tena tusome kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2. Matendo ya Mitume sura ya 2. Mstari ule wa 22. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 22. Angalia na Mungu anasema. Mtume Paulo anasema hivi: enyi waume wa Israeli, sikilizeni maneno haya. Yesu wa Nazareti, mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na ajabu na ishara ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yenu, kama ninyi wenyewe mnavyojua. So ukiangalia hapa utaona, ukisoma kwanza nyuma, nilikuwa ni siku ya Pentecost. Kwa Mtume Petro anaanza kuhubiri, anahubiri kuhusu Yesu. Sawa? Katika ile siku ya Pentecost. Angalia mstari unaofuata. Anasema mtu huyu alipotolewa kwa shauri la Mungu lililokusudiwa na kwa kujua kwake tangu zamani, ninyi mkamsulubisha kwa mikono ya watu wabaya, mkamuua. Sawa sawa? Ambaye Mungu alimfufua. Unaona? Mungu alifanya nini? Alimfufua, akiufungua uchungu wa mauti, kwa sababu haikuwezekana ashikwe nao. Kristo aliingia mautini kwa njia ya mauti. Alimwharibu yeye aliyekuwa na nguvu ya mauti, yani Ibilisi. Mauti aliyoingia Yesu akubaki huko. Sawa sawa? Mauti ile haikuweza kumshika Yesu. Sawa sawa? Ambaye angalia, anasema maana Daudi ataja habari zake. Daudi anataja habari za Yesu Kristo. Nalimuona Bwana mbele yangu siku zote, kwa kuwa yuko upande wa mkono wangu wa kuume nisitikisike. Kwa hiyo moyo wangu ukapendezwa, ulimi wangu ukafurahi, tena mwili wangu nao utakaa katika matumaini, kwa maana hutaiacha roho yangu. Hutaiacha roho yangu katika kuzimu. This is resurrection. Huu ni ufufuo. Hutaiacha roho yangu katika kaburi. Hallelujah. Anasemaje? Wala hutamtoa mtakatifu wako aone uharibifu. Umenijuvisha njia za uzima, utanijaza furaha kwa uso wako. Waume ndugu zangu, mniwie radhi. Mstari 29. Niseme kwa ujasiri mbele yenu habari za baba yetu mkuu Daudi, ya kuwa alifariki akazikwa, na kaburi lake liko kwetu hata leo. Basi kwa kuwa ni nabii, akijua ya kuwa Mungu amemwapia kwa kiapo ya kwamba katika uzao wa viuno vyake atamketisha mmoja katika kiti chake cha enzi, yeye mwenyewe akitangulia kuyaona haya, alitaja habari za kufufuka kwake Kristo, ya kwamba roho yake haikuacha kuzimu, wala mwili wake haukuona uharibifu. Yesu huyo Mungu alimfufua, na sisi sote tu mashahidi yake. Tu mashahidi wake. Unaona? Kwa hiyo Yesu alifanya nini? Alishinda mauti. Sina hivyo? Alishindaje? Kwa kuwa alifufuka kutoka kwa wafu. Kusema alifufuka kutoka kwa wafu ni nini? Roho yake haikuacha kuzimu, wala mwili wake haukuona uharibifu. So Yesu hakufufuka rohoni tu, alifufuka na mwili. Haleluya. So Yesu
kuona uharibifu, roho yake kuachwa kuzimu, na mwili wake pia haukuona uharibifu. Haleluya. So kwa njia ya mauti alimwharibu Ibilisi. Kuonesha kuwa nimeshamharibu. Kwa hiyo sasa wale waliokaa katika hofu ya mauti kwa muda mrefu, sasa nimeshatoa uhuru. Alifufuka kutoka kwa wafu, roho yake kuachwa kuzimu, na mwili wake haukuona uharibifu. Haleluya. So uchungu wa mauti, na Mungu anasema uchungu wa mauti ni dhambi. Sio hivyo? Na Mungu anasema uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu ya dhambi ni torati. Na Mungu anasema hivi, kwa uchungu wa mauti ni dhambi. So Yesu alikufa kwa ajili ya nini? Ya dhambi zetu. Sio hivyo? Ili kwa alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, maana yake nini? Kwa njia ya mauti alimharibu yeye aliyekuwa na nguvu ya mauti. Sawa? Kwa alimharibu yeye aliyekuwa na nguvu ya mauti, ili awaache huru, yani Ibilisi, ili awaache huru wale wote ambao maisha yao yote walikuwa katika hofu, walikuwa katika hali ya utumwa kwa sababu ya hofu ya mauti. Sawa? So uchungu wa mauti ni dhambi. Sawa? Ni dhambi. So kwa hiyo Yesu alishughulikia dhambi zetu. Alishughulikia mauti yetu. Aliondoa hofu ya mauti. Alitutoa katika utumwa. Haleluya. Na Mungu anasema na nguvu ya dhambi ni torati. Nitakuja kufundisha huko mbele. Nguvu torati inazungumzwa hapa ni ile tunasema usipofanya hiki hautaenda mbinguni. Sio hivyo? Ukifanya hivi ndio utaenda mbinguni. Do's and don'ts. Sheria, sio hivyo? Nguvu ya dhambi ni torati. Nguvu ya dhambi ni do's and don'ts. Sawa? Maana dhambi inajulikana kwa njia ya sheria. Pasipo sheria mtu hawezi kujua nini dhambi. The knowledge of sin is by the law. Hallelujah. Tutaangalia haya mambo. So, kwa hiyo Yesu kwa hiyo Mungu alifungua uchungu wa mauti. Sio hivyo? Yesu hakubaki kuzimu. Sio hivyo? Mwili wake haukuona uharibifu. Sasa Yesu alishinda kwa ajili ya dhambi zetu. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Kalia hapa. Anasema hivi. Anasema ambaye Mungu alimfufua akiufungua uchungu wa mauti, kwa sababu haikuwezekana ashikwe nao. Maana haikuwezekana ashikwe nao. Haikuwezekana ashikwe nao. So Yesu hakushikwa na uchungu wa mauti. Glory to God. Uchungu wa mauti ni nini? Ni dhambi, sio hivyo? Kwa Yesu hakuweza kushikwa na dhambi. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory.
Glory to God. So haikuwezekana ashikwe nao. Haikuwezekana uchungu wa mauti kumshika. Yesu hakushikwa na uchungu wa mauti. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Yeah. Kwa Yesu haikuwezekana kushikwa nao. Hakushikwa na uchungu wa mauti. Yeye asiyejua dhambi alifanya kuwa dhambi ili sisi tupate kwa haki ya Mungu katika yeye. Alichukua dhambi zetu, akashinda. The evidence kwamba amezichukua dhambi ni ule ushindi wake, kwamba alifufuka kutoka kwa wafu. Hallelujah. Glory to Jesus. Tuko pamoja hapo. Tuko pamoja hapo. Tuko pamoja hapo. Yeah. So Mwokozi ameshinda kwa ajili yetu. Ameshinda kwa ajili yetu. Ameshinda kwa ajili yetu. Tuko huru. Tumewekwa huru kabisa. Mbali na dhambi, mbali na mauti. Tumehamishwa kwa sababu tumelisikia neno lake. Yaani tumeliamini neno lake. Tumeliamini neno lake. Hatumo dhambini tena. Imani yetu ni katika huo ufufuo wake. Hallelujah. Ni katika huo ufufuo wake. Tumewekwa huru, mbali na dhambi. Mbali na dhambi. Mbali na matokeo ya dhambi. Na Mungu anasema mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. So Kristo ametuokoa na ghadhabu ya dhambi. Hallelujah. Ametuokoa na ghadhabu ya dhambi. Ghadhabu ya dhambi ni nini? Ni mauti. Ametuokoa na ghadhabu ya dhambi. Ghadhabu ya dhambi ni mauti. So Yesu ameshughulikia dhambi na matokeo yake. Hallelujah. Hallelujah. So ameshinda kwa ajili yetu. Ameshughulikia dhambi na matokeo ya dhambi. Hallelujah. Hallelujah. Ameshinda kwa ajili ya dhambi zetu. Maana yake amedili na matokeo ya dhambi. Amedili na mshahara wa dhambi ambao ni mauti. Ameshughulika na mshahara wa dhambi ambao ni mauti. Hatutaingia katika ghadhabu. Tumeokolewa katika ghadhabu kwa yeye. Tumeokolewa. Hallelujah. Tumeokolewa katika yeye. Tuko na uzima wake. Tuko na wokovu wake. Hallelujah. Glory to Jesus. Anasimama. Glory, glory, glory. Glory, glory, glory. Tumeokolewa mbali na dhambi na matokeo ya dhambi. Tumeokolewa. Hatuko chini ya mamlaka ya dhambi. Hatuko chini ya matokeo ya dhambi. Tumeokolewa mbali na mauti. Hallelujah. Oh, glory to God. Emsema nimekombolewa. Nimekombolewa milele. Ukombozi wangu si wa muda mfupi. Ni ukombozi wa milele. Wokovu nilioupokea ni wokovu wa milele. Nimeokolewa mbali na dhambi. Nimeokolewa mbali na ghadhabu ya dhambi. Nimeokolewa mbali na mauti. Nina ukombozi wa milele. Nina uzima wa milele. Nimetakaswa milele. Nimehesabiwa haki milele. Yesu asiyejua dhambi alifanyika dhambi ili mimi nipate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Nimekombolewa. Nimeokoka milele. Nimeokoka mbali na madhara ya dhambi. Nina uzima wa milele. Siko katika kutokuamini.
wala sitakuwa katika kutokuamini. Katika jina la Yesu. Imani yangu sio bure. Kwa sababu hiyo simo katika dhambi zangu. Imani yangu ni ufufuo wa Yesu. Kwa sababu ya imani hiyo ya ufufuo, simo katika dhambi zangu. Amen.